Ni kipindi ambacho kimekuwa kina mtanziko mkubwa kwa wengi ndani ya vyama vya siasa, hususan vya upinzani na hata taasisi nyingine zinazopigania kweli, haki na ustawi wa jamii, ambazo zilionekana kugubikwa na hofu kubwa kufuatia matendo mbalimbali ya kiharamia na kijinai yaliyoambatana na zoezi la uchaguzi uliofanyika tarehe 28 mwezi wa Oktoba mwaka huu. Na kwa kutambua kwamba tarehe 29 na 30 mwezi uliopita wa Oktoba, mgombea wetu wa urais na baadaye kamati ya viongozi waandamizi wa vyama vyetu vya Chadema na ACT tulitoa matamko kadhaa tukiashiria kutokuridhishwa na uchaguzi huu ambao ulifanyika tarehe 27 kule Zanzibar na baadaye tarehe 28 Zanzibar na Tanzania bara. Kufuatia uchaguzi ule na malalamiko yote ambayo tuliyatoa yaliyofuatia vituko mbalimbali na uchafuzi mbalimbali wa kiuchaguzi uliofanyika, sisi kama chama cha siasa, tena chama kikuu cha upinzani katika nchi yetu ya Tanzania, tumekuwa tunaendelea kufanya vikao mbalimbali vya kutafakari nini kimetokea katika uchaguzi ule. Lakini ajenda ya kamati kuu yetu ya chama siku ya leo ilikuwa imejikita kwenye jambo moja mahususi la msingi: viti maalum, kinachoitwa viti maalum vya ubunge ndani ya chama chetu. Ndugu wanahabari, kwa niaba ya Watanzania wote na Watanzania wote wanaonisikiliza, sisi kama kamati kuu ya Chadema iliyoketi siku ya leo tumeona na tumeridhishwa na ukweli kwamba kuna ukiukwaji mkubwa wa katiba ya nchi, sheria za nchi na hata kanuni mbalimbali zinazosimamia masuala ya kiuchaguzi zilizokiukwa katika mchakato mzima wa uchaguzi huu, na hususan katika jambo zima linalohusiana na viti maalum. Tumejiridhisha katika uvunjaji huu wa katiba, sheria na kanuni kama kamati kuu ya chama kikuu cha upinzani cha Chadema. Lazima tulifahamishe taifa, baada ya kujiridhisha sisi wenyewe ndani ya vikao vyetu vya chama, kuhusu mapungufu kadhaa yaliyofanyika, ikiwemo matukio kadhaa ya jinai yaliyofanyika katika mchakato huu. Watanzania wengi wanaelewa kwamba kilichotangazwa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi kama ndio matokeo ya uchaguzi, sisi kama Chadema na na hakika hata vyama vingine na taasisi nyingine ziliona kwamba ni mchezo wa kuigiza. Uchaguzi ulivurugwa, kura za bandia zililazimishwa vituoni, watu wamepigwa, watu wameuawa, watu wamefunguliwa mashtaka mbalimbali yasiyohusiana kabisa na uchaguzi. Wako baadhi wamefunguliwa mashtaka ya uhujumu uchumi, armed robbery. Watu wameteswa na kuumizwa.
na makundi yote ya walioumizwa, kuteswa na kudhalilishwa ni wale waliotokana na vyama makini vya upinzani. Taifa lina msiba. Wagombea wa vyama vyetu wana msiba. Viongozi tuna msiba. Na tunawaona wenzetu ndani ya serikali hawajali. Wanapongezana na kuapishana. Wanapongezana kwamba eti wameshinda kwa kishindo, at the expense of our people's lives, at the expense ya maumivu ya watu wetu wengi ambao sisi katika kambi ya upinzani bado tunaona taifa lina msiba mkubwa unaohitaji kutafuta njia bora ya kwenda mbele. Kwa kamati kuu leo katika kujadili jambo hili la viti maalum imezungumza mambo mengi. Na wengi walitegemea kamati kuu itakutana leo kuzungumza viti maalum, kukamata huyu, kukamata yule. Chama makini kama Chadema kinatafakari mengi yaliyojiri na kuyakonekti yote, ili tukitoka na tamko, tutoke na tamko ambalo wanachama wetu, viongozi wetu, wagombea wetu waweze kuelewa chama chao kinatambua shida, tabu, maumivu waliopitia katika mchakato wa uchaguzi. Ndugu wanahabari, nitazungumzia mapungufu ya kisheria na sitazungumzia uchaguzi wote mkuu. Nitazungumzia mapungufu ya kisheria ambayo tumeyabaini yako dhahiri kuhusiana na uchaguzi au prosesi nzima ya uteuzi ya wabunge wa viti maalum. Ibara ya 78(3) imetamka kuwa majina ya watu waliopendekezwa kwa mujibu wa ibara ndogo ya 78(1) na tume ya uchaguzi yatatangazwa kama matokeo ya uchaguzi baada ya tume ya uchaguzi kuridhika kwamba masharti ya katiba na sheria yanayohusika yamezingatiwa. Hii ni sheria ya nchi, sio sheria ya Chadema wala sio mapendekezo ya Mbowe. Inafafanua kwamba kwa ibara hiyo ya 78(3) inafafanua kwamba majina ya watu waliopendekezwa kwa mujibu wa ibara ndogo ya 78(1) na tume ya uchaguzi yatatangazwa kama matokeo ya uchaguzi baada ya tume ya uchaguzi kuridhika kwamba masharti ya katiba na sheria yanayohusika yamezingatiwa. Ibara ya 67(1)(b) imeweka masharti na sifa za mtu kuteuliwa kuwa mbunge kuwa ni lazima awe amependekezwa na chama cha siasa. Sheria imependekeza. Huwezi ukapendekezwa na chochote kingine kwa mujibu wa sheria za nchi, whether ni mbunge wa jimbo ama ni mbunge wa viti maalum. Hatuna wagombea binafsi, lazima upendekezwe na chama cha siasa. Kwa mujibu wa kifungu cha 88(a) kifungu kidogo cha pili cha sheria ya taifa ya uchaguzi sura ya 343, kanuni za uchaguzi wa rais na wabunge za mwaka 2020 kifungu cha 72, wanawake waliopendekezwa kuwa wabunge wa viti maalum wanatakiwa kujaza fomu zinazotolewa na tume ya uchaguzi namba 8D. Fomu hizi zinatakiwa ziwe zimejazwa kikamilifu na mteuliwa. Katibu mkuu wa chama kilichomteua na mpendekezo atatakiwa kula kiapo mahakamani.
Ndugu waandishi wa habari, sisi kama chama cha siasa, hii prosesi yote hatuijui. Tunaona wabunge wetu wanaapishwa. Chama hiki cha siasa ambacho mamlaka ya kuteua wagombea, sio kuteua wagombea, kuteua wabunge wa viti maalum, chama chetu hakijateua wabunge wa viti maalum. Tunaona wanaapishwa. Wameteuliwa na chama cha siasa kipi? Sisi kama kamati kuu yenye mamlaka hayo tunaona watu wetu wanaapishwa, hatuwajui. Tunaona wabunge wetu wanaapishwa, fomu namba 8D za kujazwa na wagombea kuletwa kwenye chama, katibu mkuu wa chama chetu aweze kuziendorse. Hatujawahi kuzijaza fomu, siko ofisini. Tunaona wabunge wetu wanaapishwa. Kanuni za uchaguzi wa rais na wabunge, katibu mkuu kwa mujibu wa kipengele cha C cha fomu namba 8D atatakiwa kuthibitisha kumpendekeza mgombea wa viti maalum wanawake. Hebu mtafakari, nyinyi chama, katibu kwanza, sisi kamati kuu hatujateua, hatujapeleka orodha. Fomu za tume ziko zimerudikana ofisini. Mama zetu hawa, dada zetu hawajajaza fomu. Mnaona watu wanaapishwa. Ibara ya 68 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeweka wazi utaratibu wa mbunge mteule kula kiapo, na imetamka bayana kuwa mbunge atatakiwa kula kiapo mbele ya bunge. Kwa lugha ya Kiingereza, ibara hii ya 68 ya Katiba inasema before the National Assembly, kwamba kila mbunge atatakiwa kuapishwa katika bunge, kwa Kiswahili, kiapo cha uaminifu kabla hajaanza kushiriki katika shughuli za bunge. Sasa maelezo yaliyotolewa na Spika ni kwamba kamati ya kanuni ya bunge mwezi Juni mwaka huu ya bunge la 11 ilifanya marekebisho ya kanuni kumruhusu yeye Spika kumwapishia mtu mahali kokote. Kweli mimi nilikuwa mjumbe wa kamati ya kanuni kwenye bunge la 11. Kikao hicho sikushiriki kwa sababu kipindi kile nilikuwa nimeshambuliwa na nilikuwa siko bungeni. Lakini kanuni ile ya bunge ilikuwa ni kanuni inayotekeleza sharti la katiba. Katiba inasema mbunge kuwa mbunge halali lazima aapishwe ndani ya bunge, before the National Assembly. Sio kwenye parking ya bunge wala sio kwenye baraza la bunge. Kwa hiyo hawa wamebadilisha kanuni za bunge kwenye kamati ya kanuni, wakisahau kwamba kanuni ile ni inazaa utekelezaji wa sharti la katiba. Sharti la katiba haliwezi kubadilishwa na kamati ya kanuni za bunge. Kwa maneno mengine, wabunge wetu wote hawa waliopelekwa, maskini ya Mungu, dada zangu na mama zangu hao, wamepelekwa kwenda kula kiapo ambacho ni batili. Kwa sababu ili kanuni hiyo iweze kufanya kazi kama ambavyo Spika Ndugai ameapisha wabunge wetu, kwanza wangestahili kufanya mabadiliko ya katiba iruhusu wabunge kuapishwa nje ya utaratibu ambao upo kwenye katiba leo. Kwa sisi kama chama tumeliona kiapo batili kabisa, ambacho kinabatilisha uwepo wa wabunge, whether ni wa chama chetu ama wengine ambao wataapishwa nje ya bunge. Katiba iko specific waapishwe ndani ya bunge,
na bunge linakaa kama ambavyo mnajua, siwa ya bunge inawekwa, watu wanakula kiapo. Na ndio utamaduni tumeufanya. Bunge linaendeshwa kwa mujibu wa sheria, katiba, kanuni na utamaduni wa uendeshaji wa mabunge. Tangu nchi hii imepata uhuru, hatujawahi kuona mbunge yeyote anayeapishwa garage. Mambo ya kihuni kabisa haya. Tunaapisha wabunge ambao ni lawmakers wa nchi yetu kwa mambo ya kiajabu ajabu tu, kukomesha upinzani. Sasa sisi kama chama tumeyaona yote hayo. Sasa hayo ni ya kiserikali. Awamu ya pili nitazungumza ya ndani ya chama chetu. Ndani ya chama chetu tunaendeshwa kwa mujibu wa katiba, kanuni, miongozo na itifaki za chama. Na katiba zetu na miongozo yetu ya chama imeweka utaratibu wa mchakato wa kuteua wabunge wa viti maalum. Uko very clear. Kwanza, mwongozo wa Baraza la Wanawake kifungu cha 10.1, kamati ya utendaji ya Baraza la Taifa la Wanawake, kwa maana hiyo BAWACHA, itaandaa ya vigezo, utaratibu na mchakato wa namna ya kumpata diwani au mbunge au mwakilishi wa viti maalum na kuwasilisha mapendekezo hayo kwenye kamati kuu ya chama. Kwa hiyo tuna baraza la wamama, mamlaka yake kwenye process ya kuwapata wabunge, madiwani na wawakilishi kwa upande wa Zanzibar. Watachakata utaratibu wote, watachukua mapendekezo yao, watayapeleka kamati kuu ya chama. Tunapozungumza hivi, hayo mapendekezo hayajawahi kufika kamati kuu ya chama. Hayajawahi. Wakati sisi viongozi na wajumbe wa kamati kuu wa chama chetu tunaona wabunge wanaapishwa, tunajiuliza hawa wamefikaje huko? Kwa mujibu wa katiba ya chama ibara ya 7.7.16Q, kazi za kamati kuu ya chama chetu, ambayo ndio kamati iliyokutana leo, ni kuthibitisha uteuzi wa wagombea uspika, ubunge na baraza la wawakilishi Zanzibar. Hadi leo chama hiki kinaambiwa kina wabunge wa viti maalum. Kamati kuu hatujawahi kuthibitisha. Hatujawahi kukaa popote na kuthibitisha. Sasa ndugu waandishi wa habari, ndugu wa Tanzania wenzangu, nimesema nitoe ufafanuzi huu kidogo tu ili kuwa polite ya namna nchi yetu leo inavyoendeshwa with impunity. Hatuheshimu sheria, hatuheshimu katiba. Sio sisi hatuheshimu, watawala wetu hawaheshimu katiba, hawaheshimu sheria, hawaheshimu kanuni na hata utamaduni wa taifa letu. Mambo yanayofanywa na watawala wetu ni mambo ya kihuni, ambayo kwenye mazingira ya kawaida uwezi ukaimagine wanaweza kufanya uhuni wa kiwango hiki. Uhuni na ujambazi wa kura uliofanywa kwenye uchaguzi mkuu wa tarehe 28 Oktoba ndio huo umeendelezwa kwenye viti maalum. Kwamba chama chetu kilikuwa ni chama pekee nje ya Chama cha Mapinduzi ambacho kilikuwa kina sifa ya kupata wabunge wa viti maalum. Suddenly watu wa viti maalum hawawi determined tena na vikao vya Chadema. Yanafanywa na watu wa serikali, tume ya uchaguzi, ofisi ya spika wa bunge na Chama cha Mapinduzi. Yaani sisi wagombea wetu wa bunge wa viti maalum, process yao inakuwa handled na Chama cha Mapinduzi na serikali. Nikiita mambo ya kihuni, niite nini zaidi?
Pengine ningetumia neno nyingine ambalo pengine ni zito zaidi, si tabia yangu kuzungumza lugha ngumu. Waandishi wa habari, uchaguzi huu una maumivu makubwa sana kwetu. Mtambue mpaka sasa hivi hata mwezi mmoja haujapita, kesho ndio itakuwa mwezi tangu tumemaliza uchaguzi mkuu. Tuna maumivu makubwa yatokanayo na uchaguzi. Yaani sisi tumeonewa, tumedhalilishwa, tumepigwa, tumeuawa, tumeibiwa kura. Vyombo vyote na mfumo wote wa dola ulikuwa ni kushambulia vyama vya upinzani. Kama chama cha siasa tunakwazwa sana kuona dada zetu, viongozi wenzetu, mama zetu, ambao wengi wao walikuwa ni wagombea wa ubunge na wamenyang'anywa mchana kweupe ushindi waliostahili. Wanakwenda kuapa Dodoma kwa Spika Ndugai ambaye ni sehemu ya uharamia wa uchaguzi wa mwaka 2020. Wakati majimboni mwao wameacha wanachama, wameacha wafuasi wetu, wameacha wapiga kura wetu, wanasota na kuozea kwenye magereza. Nchi nzima leo tuna zaidi ya kesi 450 za watu wetu mbalimbali ambao wameshtakiwa kwa makosa ya kihuni ya ajabu, mengi wala hayahusiani na uchaguzi, ili tu waweze kubaki rumande. Nitawapa mifano michache. Katika majimbo 18 ambayo wabunge wetu hawa walikuwa sehemu ya majimbo hayo, tuna kesi zaidi ya 229 ambazo watu wetu wameshtakiwa kwa uonevu. Yaani sisi tunaibiwa, sisi tunapigwa, sisi tunashtakiwa kwa ushirika wa kikatili wa serikali, usalama wa taifa, polisi, tume ya uchaguzi na Chama cha Mapinduzi. Ni wapi mifano michache tu. Hapa tuko Kawe, jimboni kwa Halima Mdee, waliuawa watu wawili katika uchaguzi wa mwaka huu. Pengine hata maskini ya Mungu wamezikwa mwezi hujaisha, hata 40 hazijaisha. Ni jimbo ambalo tumeshika kura nyingi za wizi katika jimbo hili, na Halima mwenyewe alihusika katika kuzishika. Wagombea wetu kadhaa wako mahakamani kwa kesi mbalimbali. Mheshimiwa Esther Matiko, bunge wetu mwandamizi, mjumbe wa kamati kuu, kwenye jimbo lake wameuawa watu 5. Watu 5 hivi murdered. Kuna na moja za kiuchaguzi za watu wameshtakiwa na makosa mbalimbali. Wakati dada zetu hao wanaapa Dodoma, kuna ndugu zao wako magereza Tarime. Kwa Esther Bulaya Bunda, kuna kesi mbalimbali za uchaguzi 12 zinaendelea za watu kuonewa.